Karibu katika sehemu yetu ya tatu ya kuchambua juu ya umahiri wa maandiko haya tunayoona katika kitabu cha Biblia. Na katika mtiririko huu tutaangalia hoja kuu mbili. Hoja ya pili ni udhibiti wa maandiko na unabii, na hoja ya tatu uthibitisho wa rekodi za kihistoria na arkeolojia zinazoonekana ndani ya Biblia. Na kama kwa kukumbusha tu, katika kipindi kilichopita, vilivyopita, tulijifunza kuhusu kuijua Biblia imekaa, muundo wa Biblia ukoje, na vitabu vingapi, waandishi wangapi, lugha zinazotumika na vitu kama hivyo. Awamu ya pili tukaangalia uthabiti wa Biblia kwa kuangalia rekodi za kibibliografia, kwamba mkusanyiko wa masalia mbalimbali ya vitabu vya kale vya Biblia kwa upande wa Agano la Kale na upande wa Agano Jipya. Safari hii tutakwenda kwanza kuangalia hii hoja ya pili, kwamba uthabiti tunaangalia uthabiti wa maandiko na unabii, kwamba tunaposoma Biblia tunaona nini ndani yake. Na tukiangalia kwa kimsingi, kwa mtu yote ambaye amesoma Biblia kutoka kitabu cha Mwanzo mpaka katika Ufunuo wa Yohana, cha kwanza kabisa anaona kwamba kuna mtiririko wa nadharia endelevu, kwamba hukuti Biblia ikiwa inatoka na kwenda kuzungumzia vitu ambavyo havina mahusiano yote juu ya nadharia na ile narrative ya Biblia. Kwa hiyo hili jambo moja la msingi sana unaliona katika Biblia, kwamba unapoishika Biblia, unavyoisoma, unaona wazi wazi jinsi gani waandishi wote, japo kama nilivyosema walikuwa ni waandishi 40 walikuwa katika kipindi cha miaka 1400 mbali yao, kutoka mwandishi wa kwanza mpaka mwandishi wa mwisho, katikati yao kuna miaka 1400, lakini kwa namna ya ajabu kabisa, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, unaona mtiririko wa uandishi unabaki mule mule. Kitu kingine tunaona pia, jambo kubwa, ni nadharia ambayo haiondoki ya namna gani vitabu hivi vinazungumzia kuhusu uhusiano wa Mungu na mwanadamu, toka katika vitabu vya Mwanzo mpaka katika kitabu cha Ufunuo. Unaona kabisa hii nadharia au huu ujumbe hauondoki katika vitabu vyote, unauona wazi wazi bila ya kuathirika, pamoja na kwamba waandishi walitumia lugha tofauti, waandishi walitoka katika background tofauti. Wengine walikuwa wafalme kama nilivyosema, wengine walikuwa ni wakuu wa serikali, wengine walikuwa ni wavuvi, wengine walikuwa wataalamu wa maandiko, wengine walikuwa waandishi. Lakini pamoja na tofauti zao, bado unaona hii swala la picha ya mahusiano baina ya Mungu na mwanadamu haiondoki. Sasa tukilinganisha na Qur'ani, tunaona nini? Kwa mfano, Qur'ani inakosa sifa hii. Kwa mfano, jinsi Qur'ani kwanza inavyopangwa, hakuna mtiririko. Qur'ani sana sana kwa mujibu wa nadharia inayoletwa na Waislamu ni kwamba kuna sura ya kwanza kabisa iliyoshushwa na mpaka ya mwisho, lakini Qur'ani haijapangwa katika mpangilio. Imepangwa katika mpangilio wa zaidi, kwa haraka haraka ni kama inaenda katika zile sura zilizokuwa ndefu zaidi na kumalizikia jinsi sura zinavyopungua kwa urefu. Jinsi unavyoisoma Qur'ani kutoka sura ya kwanza, unakuta unasoma sura zilizokuwa ndefu sana, zinaenda zikipungua kwa urefu mpaka kwa mwishoni kule unakuta sura fupi. Lakini kwa mtu ambaye hafahamu, huwezi kujua ipi ilishushwa mwanzo na ipi ilishushwa mwisho. Hakuna mtiririko. Lakini pia hata ndani ya zile sura zenyewe hujui kisa kinatokea wapi, kinaenda wapi. Nadharia haieleweki. Unakuta tu Allah anasema kile, mara mtume anasema hiki, mara anatokea Isa anasema. Hakuna mtiririko, si katika Biblia, katika Qur'ani yenyewe, lakini hata unapoenda katika sura moja moja ndani mwake hakuna mtiririko. Kwa mfano, unakuta hadithi visa vinatokea, hujui vimeanzia wapi. Unapoenda kuanza ukisoma hicho kisa, ghafla kimekatikia njiani. Kwa hiyo ni katika Qur'ani nzima inaaminika ni kisa kimoja tu kimeandikwa kwa ukamilifu, kisa kinachomhusu, wanamuita wao Waislamu, Nabii Yusufu, yani yule Yosefu, yule mojawapo wa watoto 12 wa Yakobo. Hichi ndio kisa peke yake walau kimeandikwa kwa kiasi fulani kwa ukamilifu. Visa vingine vyote vinachomoza tu, unashika Qur'ani, unapoisoma katikati unakuta kimetokea kisa, hujui kwa nini kimeingia, na kabla hujaenda mbali kimepotea. Na hili ni mojawapo ndio udhaifu mkubwa katika unaposoma Qur'ani. Au hata nimeshauzungumzia mpangilio pia. Na unaposoma Qur'ani pia, japo katika imani ya Kiislamu Muhammad ni mtu muhimu sana katika imani ya Kiislamu, na kwa mujibu wa imani ya Kiislamu au ya Kiislamu, Muhammad ndio nabii kipenzi kabisa kwa Allah. Lakini unapoisoma Qur'ani, Muhammad ni kama hayupo. Huwezi kujua Muhammad amezaliwa wapi,
huwezi kujua wazazi wake, huwezi kujua mambo mengi kuhusu Muhammad. Hata katika baadhi ya mambo yanayofundisha Waislamu mara nyingi hayapo. Kwa mfano unapozungumzia mfano sala 5 za Uislamu hazipo katika Qurani, unaona, na viko vingine vingi, au kama ile shahada huikuti ikiwa imekaa kamilifu. Hilo si tatizo, lakini haya ni mambo ambayo unakuta kama Muislamu au kwa sisi wengine ambao ni Wakristo tunapenda kusoma ni ngumu kufuatilia, na hii imeleta katika Waislamu wao wanasema kwamba ni kwa sababu ili uweze kuelewa Qurani lazima usome katika lugha ya Kiarabu, kitu ambacho hakileti mantiki yote, kwa sababu kama nilivyosema mwanzoni, ukiangalia Biblia unaikuta imeandikwa katika Agano la Kale katika lugha 2 kuu, Kiebrania na ni Kiaramu, lakini hata inapotafsiriwa ule mtiririko katika lugha yote haupotei. Hata unakuta katika Agano Jipya ambalo liliandikwa katika lugha asili yake ilikuwa ni Kigiriki, lakini hata inapotafsiriwa katika lugha yote huu mtiririko haupotei. Sasa Waislamu wao wanakuja na hoja kwamba ule ni muujiza ambao ili upate ule mtiririko, upate kuelewa, lazima usome katika lugha ya Kiarabu, kitu ambacho kwa kweli ni kigumu sana, kwa sababu 20% tu ya Waislamu ndio kwa asili wao wanazungumza kwa Kiarabu, wanasoma Kiarabu na kukielewa. Hawa 80% wao ni kukariri tu. Kwa hiyo kuna tatizo hilo ambalo Qurani hapa unakuta inaachwa mbali sana na Biblia. Tunakuta katika kitu kingine ni kwamba Biblia inatoa simulizi au narrative kamilifu juu ya upotevu wa mwanadamu. Unaona kabisa kwamba unapozungumzia mwanadamu na uasi wake na kuanguka katika dhambi, unaiona tokea pale mwanzo, na unaona jinsi gani mara kwa mara Mungu amekuwa kwa upendo mkuu amejaribu kuokoa wanadamu toka pale mwanzoni kabisa, hata anapokuja kuunda taifa lake la Israeli. Kwa mara kadhaa Waisraeli wamekuwa wakaidi, wanaingia katika dhambi, Mungu anawaadhibu, lakini baadaye kwa upendo wake anawarudisha tena, anawapa nafasi ya kutubu, wanatubu, hivyo hivyo mpaka sasa. Na hata sasa sisi katika maisha yetu ya kibinadamu kama tukiwa Wakristo pia tunaanguka dhambini, lakini kwa neema yake Mungu bado anatupa neema ya kurudi na kutubu na kurudisha mahusiano yetu. Kwa hiyo hii unaisoma pia. Kwa hiyo msomaji anauona mtiririko, na pia kingine unachokiona pia kama nilivyosema kule mwanzoni, historia ya uumbaji unaiona kikamilifu. Sasa ukienda katika Qurani kwa mfano, unapokuja katika masuala ya uumbaji kuna mkanganyiko mkubwa. Kwa mfano kuna pahala ukiisoma Qurani unaona Allah anafanya uumbaji katika siku 6. Unapokwenda katika sehemu nyingine unakuta Allah anazungumzia uumbaji katika siku 8. Unapokwenda sehemu nyingine unakuta Allah ameumba kwanza dunia alafu baadaye akaumba mbingu baadaye. Sehemu nyingine unakuta anaumba mbingu kwanza. Kwa hiyo kuna mkanganyiko mkubwa, na hata unapoenda pia katika Qurani unakuta vitu vingi, makosa mengi ya kihistoria, makosa mengi ya kisayansi na mambo kama hayo. Kwa hiyo kwa upande wa Biblia, japo hatusemi Biblia ni kitabu chenye kuleta uthibitisho wa kisayansi, lakini unakuta mtiririko unaeleweka. Pia unapokuja katika visa mbalimbali ndani ya Biblia unakuta unavisoma kutoka mwanzo wake mpaka kukamilika kwake, kiasi kwamba unaposoma tukio fulani unaliona kutokea pale linapoanza. Mfano mzuri, unamuona jinsi gani wanadamu wanavyoumbwa, wanafunga kwenye dhambi. Unakuta vizazi vya Adamu vinaelezewa vizuri, vizazi vile vinaelezewa, visa vingine kwa mfano vya kwa nini wanadamu dhambi yao inakuja kutokea mpaka Mungu anaamua kuleta gharika na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna mtiririko na visa vingi pia. Unamuona Daudi mpaka anakuja kuwa mfalme, mpaka anakuja kufa, mwanawe Suleiman anakuja kuchukua falme na kadhalika na kadhalika. Hata unapomuona Bwana Yesu pia unamuona Bwana Yesu toka pale malaika anatangaza kwa Mariamu kwamba utachukua mimba na baadaye anazaliwa. Unamuona Bwana Yesu akitolewa hekaluni, anakuja anakuwa mtu mzima, anabatizwa Jordani, anaanza kazi ya kueneza Injili, na baadaye mpaka anafika pahala anahukumiwa kifo, anatundikwa msalabani,
anakufa, anazikwa, anafuka, anawatokea wafuasi wake mara kadhaa katika kipindi cha siku 40 na kadhalika. Na kuna mtiririko hata unapokuja kusoma katika zile barua au katika Matendo ya Mitume, unaona namna gani kazi ya uinjilishaji inaanza tangu kuondoka kwa Bwana Yesu na kuja kwa Roho Mtakatifu. Unaanza kuona namna gani hii injili inaanza na jinsi gani Ukristo unaanza kuinuka. Kwa hiyo hivi visa unaviona vinaenda kwa ukamilifu, huishii njiani, huishii ukiwa umebaki tu una hang hapo katikati. Naam, na jambo jingine kubwa ambalo tunaliona katika kuhusiana na unabii, kwa mfano Bwana Yesu, unapokuja kumsoma Bwana Yesu na ukafanya ulinganisho na Agano la Kale, kwa mujibu wa wataalamu wanasema Bwana Yesu anatimiza unabii usiopungua 300 wa unabii mahususi na zile nabii ndogo ndogo. Lakini katika hizo 300 Bwana Yesu katika maisha yake anatimiza nabii mahususi zisizopungua 100. Kwa mfano, unabii unaohusu atazaliwa na bikira, unabii unaohusu atazaliwa mji gani, unabii unaohusu Herode kutaka kumuua, anakimbilia Misri, anarudi, anaenda kuishi Nazareti, anakuja kubatizwa. Hivi vitu vyote unaona ambavyo vilitabiriwa mwanzo, vyote anakuja kuvikamilisha, mpaka unabii unaohusu kufa kwake, tena unaohusu kwamba atakufa, atauawa nasema watu wa mataifa, yani wale hata wa Roma, na ufufuko wake na kadhalika. Vyote hivi vinakuja kukamilishwa. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya uthibitisho mkubwa wa namna gani Biblia unaweza kusema pasipo shaka kwamba ni kitabu mahiri, kwa sababu ungekuwa unasoma kitabu ambacho huku unaona tu unabii unatoa, lakini hukuti ukitimilika, ingelikuwa ni kitu ambacho cha kushangaza sana. Na ukiacha mbali ya unabii wa Bwana Yesu, hata unapokwenda katika vitabu vingine vya huko nyuma, unaona baadhi ya matamko ya kinabii ambao nao pia yanakuja kukamilishwa. Kwa mfano, Mungu anavyomwahidi Ibrahimu kwamba atakuja kuwa uzao wake utakuja kwa taifa kubwa, unaona unabii huo ukikamilika. Kwa hiyo matukio kama haya yanathibitisha umahiri wa Biblia. Kwa mfano, mbali ya kwamba Biblia yenyewe kwa yenyewe inathibitisha visa hivi, lakini pia kuna baadhi ya matukio yanathibitishwa na vyanzo vilivyoko nje ya Wakristo na nje ya Biblia. Mfano, tukio la kufa kwa Yesu Kristo linaandikwa na kuthibitishwa na watu ambao wala hawakuwa Wakristo. Mfano, mtu kama Josephus ambaye alikuwa ni mwanahistoria wa Kiyahudi, huyu hakuwa Mkristo, lakini anaandika kwenye karne ya kwanza, anathibitisha kwamba tukio lile lilitokea na kwamba mtu alikuwa akiitwa Yehoshua alihukumiwa kifo na chini ya mamlaka ya Pontius Pilato. Mtu mwingine naye anakuja, mtu kama Thallus na Tacitus. Hivi nimeelezea katika baadhi ya video zangu za huko nyuma, na huko mbele tutakuja tutazungumza zaidi. Naam, kwa hiyo unapokuja kuangalia kwamba Biblia sio tu inajithibitisha yenyewe, lakini vyanzo vingine vya kihistoria nje yake vinathibitisha baadhi ya matukio.